Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako. Katika nchi yetu hii, mambo karibu sote tunayoyataka makubwa ni mawili. Moja, tunataka amani katika nchi, na la pili tunataka maendeleo. Amani ni hoja ya msingi kabisa. Na sisi wana CCM mara zote tunahimiza amani. Amani ndio ajenda yetu kuu katika mikutano yetu yote. CCM popote pale tukijinadi, tunainadi amani katika nchi, umoja wa wananchi, mshikamano, maridhiano katika nchi. Hilo ni la msingi kwa sababu hayo mengine tunayoyataka hayawezi kupatikana kama hakuna amani. Leo nafurahi kwamba nchi yetu ina amani ya kutosha. Wajibu wetu ni kuidumisha amani hii. Na nyinyi ni mashahidi. Kipindi kirefu kimepita katika historia ya Zanzibar. Wakati wa uchaguzi kama huu tuliokuwa nao sasa hivi, mwezi wa 10 kama huu, kupata amani na salama na utulivu kama huu si aghlab sana. Ni jambo la nadra sana, na ndio maana leo tunajivunia kwamba nchi yetu iko katika amani. Watu wanaweza kukusanyika, wakafanya mambo yao kwa amani, wakaondoka bila ya bughudha yote. Hakuna anayepigwa, hakuna anayeguswa, hakuna anayesukumwa, kwa sababu tumeijenga amani, na kwa maana hiyo tuna wajibu wa kuidumisha. Ndugu zangu, hili ningependa kulisisitiza. Huko tunakokwenda sasa hivi, tumeshaingia kipindi cha kampeni hichi. Tarehe 29 siku ya uchaguzi, na baada ya hapo itakuwa ni baada ya uchaguzi. Tuna wajibu wa kudumisha amani kipindi hichi cha kampeni. Tuna wajibu wa kuhakikisha siku ya kupiga kura tarehe 29 amani inatawala, na baada ya hapo kupokea matokeo, na baada ya matokeo amani inadumu katika nchi yetu. Tukiweza kuyafanya hayo, mambo ya maendeleo yote yaliyozungumzwa hapa yatawezekana, kwa sababu amani ndio msingi wa maendeleo yote. Na mimi nafurahi kusema kwamba kwa kweli nimeridhika na amani tuliyokuwa nayo katika nchi. Huu ni wakati wa kampeni, hatujasikia mtu kuguswa. Huu ni wakati wa kampeni, hatujasikia mtu kubughudhiwa. Huu ni wakati wa kampeni. Miaka iliyopita ilikuwa kuna tension kubwa, watu hawakai pamoja. Ilikuwa limradi tuko katika hali ambayo sote tuna wasiwasi ndani ya nafsi zetu. Lakini si mwaka huu. Mwaka huu sote tuko katika amani. Kila mwananchi anafanya anachotaka, anashabikia chama anachokitaka, hakuna shida yoyote, na tumuombe Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani hii tuliyokuwa nayo. Mheshimiwa Rais, hao mbele yako walikuwa wanachama wa ACT Wazalendo, na leo hii wameamua kwa hiari yao bila kushawishiwa kukuunga mkono kwenye jitihada zako kubwa za kuendelea na kuleta maendeleo ya nchi hii. Idadi yao wapo 364 mbele yako. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Sisi Chama cha Mapinduzi tunajinadi kwa kufanya maendeleo yote ya vitu na watu. Kwenye upande wa maendeleo ya vitu, tumefanya kwenye huduma za jamii. Huduma za jamii tulivyokuja mwaka 2020 tulijinadi kwamba tutatekeleza miradi mbalimbali ya afya, miradi ya elimu na miradi ya maji. Tumefanya hivyo. Nyinyi ni mashahidi, skuli zimejengwa kila upande katika nchi yetu. Skuli za kisasa za ghorofa, na zile za zamani tumezikarabati na tunaendelea. Kama kuna watu wanadhani labda tumemaliza, hatujamaliza, ndo kwanza tunaanza. Tunataka tuendelee kujenga maskuli haya ya ghorofa kila pahali. Vijana wetu wanaofaulu form 4 na form 6 sasa hivi wameongezeka mno. Wa form 6 karibu wote wanakwenda vyuo vikuu, wote. Hii ni hatua kubwa. Ni hatua kubwa katika nchi yetu, na kama tutaendelea kuwa tuna amani tuliyokuwa nayo, kama mtaendelea kukichagua Chama cha Mapinduzi, sina shaka miaka 5 ijayo tutafanya makubwa zaidi ya haya tuliyoyafanya. Tumejenga hospitali za wilaya karibu wilaya zote. Kazi iliyokuweko mbele yetu ni hospitali za mikoa. Kila mkoa tutajenga hospitali kubwa mara 2-3 ya ile hospitali ya wilaya.
kuhakikisha kwamba mikoa inajitegemea kiafya. Lakini kwenye shehia na kwenye maeneo kama haya tunatambua uhitaji wa vituo vya afya vile vidogo vidogo. Na tukisema vidogo ni kwa maana ya kulinganisha na hospitali ya wilaya tu, lakini si vidogo hivyo, kwa sababu vingi sasa hivi vitakuwa vya ghorofa. Tutajenga vituo vya afya. Mmoja katika wazungumzaji hapa alisema kuna kituo cha afya mnachopata huduma cha binafsi sasa hivi mnalipa kidogo kichukuliwe na serikali. Ahadi yangu ni kwamba tutaliangalia hilo ili tuweze kutoa huduma bora za vituo vya afya katika maeneo yenu. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi.